Tunaanza taarifa zetu na shughuli za Papa Mtakatifu nchini ikiwa siku ya pili sasa. Maelfu ya Wakenya walifurika katika uwanja wa Chuo Kikuu cha Nairobi ili kupata fursa ya kushiriki misa iliyoandaliwa na kuongozwa na Papa Francis. Katika mahubiri yake, Papa alitoa ujumbe wa amani, uwiano na matumaini. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wengine serikalini walihudhuria misa hiyo maalum iliyochukua muda wa takriban saa 2. Mwanahabari wetu Lofty Matambo alifuatilia misa hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hatimaye uliwadia ule wakati uliosubiriwa kwa hamu mno. Maelfu na maelfu ya Wakenya pamoja na waumini wengine kutoka nchi za kigeni walifika kuihudhuria misa ya kihistoria. Misa iliyotarajiwa kuwaleta pamoja waumini zaidi ya 500,000, ambayo ndiyo misa ya kwanza Papa Francis kuiongoza barani Afrika. Miavuli na vyandarua viliyapamba mandhari, kwani mvua iliyokuwa ikiendelea kunyesha muda wote huo haingesitisha misa hiyo iliyoratibiwa katika shajara yake Papa ya siku 3 nchini Kenya. De la grande familia cristiana. God's word speaks to us in the depths of our heart. God's word speaks to us in the depths of our heart. Today God tells us that we belong to Him. He made us. We are His family, and He will always be there for us. Fear not, He says to us. I have chosen you, and I promise to give you my blessing. We hear this promise in today's first reading. Katika mahubiri yake aliyoyatoa kwa lugha ya Kitaliano kisha kukalimaniwa Kiingereza na mkalimani wake aliyekuja naye kutoka Roma, Papa Francis alisisitiza usafi wa mioyo. Kenyan society has long been blessed with strong family life, a deep respect for the wisdom of the elderly and love for children. Vile vile akawataka Wakenya kujiepusha na maovu. We are also called to resist practices which foster arrogance in men. Kwenye misa hii ambayo Papa Francis aliongoza kwenye altari iliyotumiwa na mtawa Irene Stefani pamoja na wamishinari wa Consolata miaka 100 iliyopita, inaashiria moyo wake Papa Francis wa kupenda kazi ya umishinari. Tumesikia kuhusu upendo na kuwajali wasiojiweza. Alafu kuna ujumbe kwa Kenya tuna amani na still to maintain ile amani. Ujumbe wake, hiyo maombi yenye ameomba, hiyo imenigusa sana. Waliokuwepo kwenye misa hiyo walijumuisha Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto pamoja na wake wao Margaret na Rachel Mtawalia, Rais mstaafu Mwai Kibaki, kinara wa kodi Raila Odinga, mawaziri na wabunge pia walipokea sakramenti, labda ishara ya kukubali usafi wa nafsi. Kwaya mbalimbali ikiwemo ile ya muungano ipatayo wanachama 350 ilipata fursa ya kuongoza nyimbo za misa pamoja na kumtumbuiza Papa Francis. Hatimaye mamia ya maelfu ya Wakenya pamoja na waumini wengine kutoka nchi za kigeni wameondoka na moja, kutoshelezwa nafsi, unyofu wa mioyo na kutiwa tumaini maishani. Katika ujumbe wake Papa Francis kwenye misa hii ambayo imetarajiwa na kusubiriwa mno kwa hamu, zaidi ni ujumbe madhubuti kwa viongozi humu nchini kwamba wawajali na kuwathamini wote, atawale wa matabaka ya chini. Lofty Matambo, KTN leo, Nairobi.